Leo tena tumekutana kwa ajili ya kujifunza namna ya control nguvu au jinsi ya control nguvu zako za ndani. Tunaweza kufanya, kuna mbinu nyingi, kuna mbinu moja tu ambayo inaweza kufanya uweze kucontrol nguvu yako ndani. Kwanza, njia moja hapa ni meditation. Ya pili ni nafsi yako kukaribia katika nguvu zako. Kwanza ili uweze kucontrol nguvu ulizo nazo, unatakiwa ufanye meditation kuanzia siku 21, kisha zoezi litaanza. Meditation hiyo unatakiwa ufanye meditation ambayo ni meditation ya kutuliza nafsi, yani meditation ya kutuliza mawazo. Usiwenge fikra sehemu yoyote ile, bali weka katika pumzi yako, na unaweza kufanya meditation vizuri sana. Hivyo leo naweza ukatambua namna ya control. Leo tumepata bahati ya kutambua au kujifunza namna ya control nguvu hizi. Ili uweze kucontrol nguvu hizi, inahitaji utulivu wa fahamu pia na wa nafsi. Vile zoezi hili linaweza likaanza kuanzia siku 21 kama nilivyokuambia hapo mwanzo. Baada ya hizo siku 21 itahitaji ukae maeneo ambayo ni yenye utulivu kwa ajili ya kufanya meditation. Pia inahitaji uweze, wakati unaanza zoezi hilo baada ya siku 21 kufanya meditation, au mwezi mzima, tuseme hivyo mwezi. Unaweza kanisubscribe katika channel hii. Tunaendelea na zoezi letu, kama samani kidogo kwa sababu nimekusumbua. Tutaendelea na zoezi hili sasa. Baada ya hapo, baada ya siku 21, zoezi hili litaanza kama lifuatayo. Utakaa katika sehemu hiyo tulia, sehemu safi ambayo ina upepo mzuri, yaani sehemu yenye kivuli. Ikiwezekana unaweza kukaa katika miti. Sehemu isiwe ndani bali iwe nje, sehemu yenye kimvuli tu. Utakaa hapo. Baada ya muda kidogo, utafanya mambo yafuatayo. Baada ya kutuliza ufahamu wako, utaweka pepa au peni. Baada ya yani siku 21 hizo zinaweza kufanya ufahamu wako katulia, ukifocus. Yani unaweza kufanya hiyo meditation asubuhi baada ya kuamka, pia na jioni kabla hujalala, pia na mchana. Unaweza kufanya mara 3 kwa siku. Ila unatakiwa usifanye meditation ukiwa na watu, bali fanya ukiwa peke yako. Hiyo ndio mbinu ambayo ni rahisi, kwa sababu ukifanya na mtu meditation, mawazo yako yatakaa na yule mtu, yani mawazo yako yataama kwa yule mtu. Utakuwa unawaza kwamba huyu mtu amemaliza au bado. Unatakiwa kila mmoja au kila mtu akae peke yake kwa ajili ya control au kufanya meditation. Maana meditation ndio chanzo, ndio control, au ndio inayosogeza katika uwezo control kwa kirahisi. Nguvu ulikuwa unatakiwa utumie miaka 10, ila inakufanya uweze kutumia kwa muda mfupi. Baada ya hizo siku 21 kama nilivyokuambia, unaweza ukakaa mahali palipotulia penye kimvuli, alafu ukachukua pepa au penseli, yani kitu kidogo tu, alafu ukawa kwanza. Baada ya kuweka penseli au pepa, unatakiwa uweke, yani uanze na imani yako. Maana meditation inaweza kusaidia uweze kuimarika katika imani yako ya ndani, uweze kuamini kitu
yaani kurahisisha uweze kuamini. Kwa hiyo ukishaingia pale kwenye meditation utatumia kutafuta hisia, afu amini, uweke taswira katika kichwa au katika akili yako na kadeti nzima yote ya kichwa chako. Unaweza kuweka hisia ile au taswira, yani una imagine kitu kinanyanyuka kiasi kile, yani kinanyanyuka namna ile. Kisha ukishaweka na imani pale na ile imagine yako au taswira yako, unaweza kusaidia kitu hicho kiweze kunyanyuka bila shida. Kwa hiyo na unaweza kutumia muda mrefu baada ya meditation, ila unaweza kutumia muda mrefu mpaka kunyanyua kitu pasipo kukishika. Unaweza kutumia muda mwingi, maana hiyo ni kazi.